Taarifa kubwa mara baada ya makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche kuingia kwenye kesi ya ugaidi inayomkabili. Japokuwa kwa taarifa kutoka katika vyanzo vya kuaminika Newsfeed ni kwamba shauri la John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, limeweza kuhairishwa. Ni kwamba taarifa hiyo inathibitishwa katika mahakama kuu masjara ndogo ya Dar es Salaam, imehairisha hadi Novemba 10 mwaka 2025 kwa sababu kesi hiyo kusikiliza shauri lililofunguliwa dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi IGP na wengine, linalolenga kumtaka makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche afikishwe mahakamani. Na uhairisho huo umetokana na ombi la upande wa jamhuri la kupewa muda zaidi kuandaa na kuwasilisha kiapo cha kujibu hoja za walalamikaji, ikiwa ni taarifa ambayo kwa baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo imeendelea kuwa ni taarifa ambayo kwa upande wao na hata kwa nukuu ya baadhi ya viongozi wa Chadema wamekuwa wakiendelea kulalamika, na hata baadhi ya wanachama ambao wamekuwa kisapoti pia chama cha demokrasia na maendeleo mara baada ya kesi kuendelea kulindima, na huku wakianza kuona kwamba Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo akiwa nakumbwa na kesi ya uhaini, na bado mambo yakiwa ni mazito na kesi ikiendelea kuwa ngumu. Lakini tena mjikuta hata kwa makamu mwenyekiti ambaye hivi sasa anakumbwa na kesi ya ugaidi. Na haijaishia hivyo, kwa sababu pia taarifa kutoka katika vyanzo vya kuaminika pia baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo wanahitajika pia na jeshi la polisi. Kwa hiyo ni taarifa ambazo tutaendelea kuwa nazo na kuzifuatilia zaidi, kwa sababu kulikuwa na taarifa kuhusiana pia na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo John Mnyika, lakini pia na baadhi ya viongozi mbalimbali ambao pia wanatakiwa na jeshi la polisi. Kwa hiyo kwa lolote lile litakuwa linaendelea kuhusiana pia na John Heche, makamu wa Chadema, lakini pia na hata Tundu Lissu, pamoja pia na wale wote watakaoweza kuingia katika kesi, lakini pia na changamoto kama hizi ambazo bado tunaendelea kuzifuatilia kwa kina, ili mimi kuweza kupata taarifa ambazo zitakuwa ziko sahihi na ambazo zitakuwa hazina mushkili yoyote. Sasa sina la ziada, lakini cha msingi tukutane kwenye upande wa comment, na hii ni Hatuboy Media.